Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tangu alipoingia madarakani wapishwa tarehe 19 mwezi wa 3, leo tunapoongea ni takriban sasa miaka 4, na wote tumeshuhudia jinsi ambavyo nafasi ile ameitendea haki ya kiongozi mkuu wa nchi tangu alipoingia madarakani, na akawa faraja kwa Tanzania, akatufuta machozi, lakini baadaye akaanza kuwa sasa kiongozi jasiri, akaanza kutuongoza, kutuelekeza wapi tunaenda, na baadaye kwa kweli kila mtu amefurahia na kupenda, na kila mtu anatamani sasa endelee kuwa yeye siku zote. Kwa hiyo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tunampongeza sana. Haikuwa rahisi, lakini amefanya maisha ya Tanzania yamekuwa rahisi na ya furaha. Kwa mkoa wetu wa Dodoma amefanya mambo makubwa zaidi, kwa sababu pia alikuta mambo mengine makubwa yameanzishwa, akamalizia, akaanzisha ya kwake na maisha yanaendelea. Nikianza tu kama ninavyofahamu na nyie wote mmesema Dodoma fahari ya Watanzania. Lakini hii inamaanisha tumeisema hivyo kwa sababu Dodoma ni makao makuu ya nchi. Uwepo wa Dodoma si tu kwa ajili ya kuhudumia wana Dodoma, ni kwa ajili ya kuhudumia Watanzania wote wanaofuata shughuli au huduma zao sehemu ya makao makuu kwa viongozi wakuu wa nchi au makao makuu ya taasisi mbalimbali yako hapa au wizara. Huwezi kuwapata mikoa mingine. Lakini pia watu toka nje ya nchi wanaotaka huduma za serikali, za viongozi wakuu, vile vile za wizara wapi, lazima waje Dodoma. Kwa hiyo tumesema Dodoma ni fahari ya Watanzania, kwa maana ya kuwa jinsi tunavyofanya kazi zetu sisi, wanaotuangalia sio tu wana Dodoma peke yao, ni Watanzania kwa ujumla wanaokuja kupata huduma mbalimbali katika mkoa huu. Na nimekuwa nikiwaambia wana Dodoma au watumishi, hata wananchi, kila mtu anayetoa huduma Dodoma ajue kuwa anatakiwa aitoe kwa ubora wake wote, kwa maana ya kutufaharisha. Kwa sababu anaweza kama amekuja hapa mtu ametoka nje ya nchi, yeye amekuja kwa ajili ya kuonana na waziri, lakini katika kuonana lazima ale chakula mahali, lazima alale mahali, kitokea bahati mbaya kiugua lazima akatubio kwenye hospitali za Dodoma. Kwa hayo mengine ambayo haikuwa lengo kuu, lakini inasindikiza lengo lake kuu, yanaweza yakampa taswira ya kuisema Tanzania ni nzuri au ni mbaya. Akaenda chakula mahali kula, akakutana na huduma mbaya, anatoka pale, Tanzania hawajui kupika. Kumbe ni mwana Dodoma mmoja ameharibu jina la Tanzania. Kaenda kulala mahali akupata huduma nzuri, wakasema Dodoma hamna huduma nzuri kabisa. Kumbe ni mtu mmoja tu wa kutoa huduma nzuri katika eneo lake. Na maana nasema Dodoma kwa kuwa ni fahari ya Watanzania, tunawakilisha Watanzania wote. Kila mtu anayefanya jambo hapa alifanya jambo kwa ubora wake, kwa umakini, akijua kuwa jambo analolifanya halitafsiri kuwa ni mwana Dodoma au ni Dodoma, inatafsiriwa kuwa ni huduma za Tanzania. Hiyo ndio maana ya fahari ya Tanzania. Lakini tukienda kuzungumzia miaka 4 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tukianza na miradi hapa, kuna miradi ya kimkakati katika mkoa wetu, tuna miradi ya kimakao makuu, lakini tuna miradi ya mkoa wa Dodoma kwa ajili ya wananchi wa Dodoma. Tukienda na miradi ya kimkakati, tumeshuhudia jambo kubwa la kipekee ambao sasa hivi ni kitu cha kujivunia kwa Watanzania wote, swala la treni ya mwendo kasi. Hii treni tunajua Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani alikuta kile kipande cha kwanza na kilikuwa kwenye asilimia ndogo sana, takriban asilimia 37. Lakini tangu ameingia yeye, kwanza amemalizia kipande cha Dar es Salaam Morogoro, lakini ameanza kipande cha Morogoro Dodoma na amekimaliza kwa asilimia 100. Na sasa hivi tunashuhudia furaha ya Tanzania na watu toka nje ya nchi ambao wanafurahia treni ile. Ule mradi haukujengwa kwa lengo tu la wananchi wa mkoa wa Dodoma, ni mradi wa kimkakati wa kitaifa ambao tumeona wote unaendelea kwa hatua mbalimbali mpaka utakapofika mwisho wa reli ambao siku hizi wanasema mwanzo wa fursa, na utavuka nje ya nchi. Kwa hiyo mradi kama ule sisi tunajivunia sana, kwa sababu katika kipande chote kinachojengwa Dodoma tumekuwa ni kati ya watu wa kwanza kwenda kutumia treni ya mwendo kasi baada ya kazi nzuri aliyofanya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Fikiri kipande ambacho amekijenga yeye cha Morogoro kuja Dodoma peke yake na ufupi wake huo kimegharimu zaidi ya trilioni 6 ya nchi yetu. Kwa hiyo ilitaka jambo la ujasiri, ilitaka utashi, ilitaka utayari, ilitaka mtu mwenye maono ya kujua faida hicho anachokifanya. Lakini bila hivyo angeweza kusema mtu endelee Dar Moro hapa na treni ya mwendo kasi, hayo mengine wataendelea wengine. Lakini akasema hapana, ilianzishwa kwa ajili ya faida ya Watanzania, ngoja nijifunge mkanda niliendeleze.
Hayo ni kati ya mafanikio makubwa ambayo historia haitamsahau. Lakini iko miradi hapa ya kimakao makuu ambayo imeletwa Dodoma kukidhi ile haja ya makao makuu. Katika kipindi cha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pia amefanya miradi mingi sana, mingine kwa kuikamilisha na mingine kwa kuianza. Ile aliyoikamilisha mojawapo ni Ikulu ambayo alikuta ndio iko kwenye hatua ya chini kabisa, nao imeanza ujenzi, lakini wote tunafahamu mwaka 2023 alikamilisha na tulifanya uzinduzi rasmi pale, na yeye ni mkazi rasmi na ofisi yake rasmi iko Dodoma baada ya jengo lile kukamilika kwa ubora wake kamili. Lakini tunafahamu kuwa kuna mji wa serikali pale Mtumba. Ule mji wa serikali tulikuta alikuwa umejengwa kwenye awamu ya kwanza. Ule mji unajengwa kwa awamu tofauti tofauti, lakini yeye amejenga awamu ya pili, na awamu ya kwanza ilikuwa ni majengo yaliyowezesha wizara kuhamia kule na timu zao kwa angalau kwa idadi ile ya management na nini, lakini yeye amekuja kujenga magorofa sasa kwa wizara yote ambayo itafanya ofisi, yani watumishi wote wa wizara wakae pale eneo la Mtumba. Na tunafahamu kuwa sasa hivi zaidi ya bilioni 700 zimetumika kukamilisha hatua hiyo, lakini baadhi ya wizara zimesha kamilika na wameshahamia. Ukianza wizara ya utumishi wenyewe wamekuwa wa kwanza kuhamia, wizara ya maji, wizara ya maliasili na zingine ziko kwenye hatua za mwisho ambazo mwaka huu naamini wote watakamilisha kuhamia pale. Na ile ilikuwa inataka ujasiri, yale majengo si kujenga magorofa 29 mahali pamoja utoe bilioni 3 ambazo kusema nikipeleka kwenye jambo jingine shule hapa tungejenga ngapi, unaweza ukasema ngoja niache nifanye vitu ambavyo vitatokea kwa wingi, lakini kwa utashi mkubwa wa kuifanya makao makuu ya nchi iwe na ubora wake wa kuwakilisha Watanzania, alithubutu kukamilisha majengo yale, na baadaye naamini awamu ya 3 itakuja kuendelea. Lakini jambo jingine ambalo yeye amelikamilisha alikuta limeanza lenye hadhi ya kimakao makuu ni mradi wa majengo ya mahakama kuu. Tunafahamu katika historia ya nchi yetu hatujawahi kuwa na makao ya makuu ya mahakama. Kwa hiyo mahakama walikuwa kama wako scattered hivi, hapa mahakama rufaa, hapa mahakama si ya nini, lakini katika historia sasa hivi kwa mara ya kwanza tuna makao makuu ya muhimili wa mahakama ambao pia ni jengo la kisasa. Nafikiri kwa hasira ya kuchelewa kujenga muda mrefu wamejenga jengo la kisasa ambalo linaambiwa ni la 6 kwa ubora duniani. Ni jengo kubwa kwa hapa Dodoma, ndio sasa hivi tunajivunia. Ukikaa mbali unaliona ile gorofa pale na lina sifa zote za hadhi ya muhimili. Sasa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa ukiwa kwenye SGR ile ndio unatoka zako Dar unaingia zako Dodoma, lazima uulize pale jengo gani, ni jengo wapi Dodoma kabisa na jengo kubwa kabisa ambalo ulipati pengine na wenyewe wana alama zao, unaona kama kimfuniko, nasema kama bakuli limefunikwa, nasema hii ni alama ishara ya mamlaka. Yani hapa mahakamani ukiingia hakuna mkubwa, wote mnakuwa wadogo na mambo yao, lakini ni jengo la kufurahisha sana. Jengo lile limetoa hadhi kubwa na gharama yake ni takriban bilioni 129 la Tanzania. Kwa hiyo kuna utashi mkubwa wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuijenga makao makuu, na sasa hivi na nafikiri si muda mrefu nafasi ikipatikana kwa sababu limekamilika tutashuhudia uzinduzi wa jengo lile. Lakini pia mradi mwingine ambao umejengwa kwa ajili ya sifa za kimkakati kwa maana ya makao makuu tunafahamu pia ni uwanja wa airport au uwanja wa ndege wa kimataifa. Tunao airport yetu ndogo ambayo pia Mheshimiwa Rais ameiongezea thamani, kwa sababu uwanja mdogo unajua tulikuwa tunaishia mwisho saa 12 kwa ndege zitembee usiku. Lakini katika kipindi chake aliona sababu ya kuongeza taa na hadhi ya uwanja huu mdogo nao utumike masaa 24. Kwa hivyo ninavyoongea uwanja huu unatumika masaa 24, lakini alianzisha ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa ambao utaiwezesha Dodoma kufikika toka duniani moja kwa moja na kutoka hapa kuna duniani moja kwa moja bila kupita maeneo mengine kama tunavyofanya sasa. Na uwanja ule uko katika hatua nzuri ya ujenzi na gharama yake ni takriban bilioni 365 ambazo alithubutu kuzitoa ili tu Dodoma ifikike toka duniani. Huu ni utashi mkubwa sana, na uwanja mkubwa wenye ile barabara ya ndege au runway ndefu sana ambayo ndege kubwa kabisa zitaweza kutua. Kwa kweli ni uwanja ambao una hadhi ya makao makuu ya nchi ya Tanzania. Lakini kuna mradi mwingine wa kimkakati ambao ni wa makao makuu pia ambao Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameujenga hapa, unaitwa barabara ya mzunguko. Tunafahamu
ukitoka nje ya mkoa wa Dodoma, nchi zingine za mikoa mingine ya Tanzania utasikia kitu cha barabara ya mzunguko isipokuwa Dodoma, na hii imejengwa kwa mpango mahususi kabisa kuwa kama makao makuu ya nchi si vizuri kukawa na mwingiliano wa magari katikati. Unaona foleni, ukiingia pale karibu na bunge unakatiza ile barabara, ukienda kule by road utakuta foleni na maeneo mengine, kwa sababu maroli yanayopita kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine yanakatiza katikati ya mji. Kwa ile barabara ya mzunguko itawezesha jiji la Dodoma sasa kutolazimika kufikisha maroli makubwa, kwa sababu yale yana njia yake, yatapita toka Dar es Salaam kwenda Mwanza, watapita barabara mzunguko Iringa, toka wenda Arusha, barabara mzunguko, hatalazimika kuingia katikati ya mji. Hiyo ndio sababu kubwa ya barabara mzunguko, na itawezesha Dodoma kuunganika vizuri sasa na nchi yetu ya Tanzania kupitia mikoa ambayo imepakana nayo. Mradi huu ni mkubwa na ni barabara mzunguko ambao unaambiwa ndio barabara ndefu kwa sasa kwa Afrika, takriban kilomita 110, lakini gharama yake pia ni bilioni 221. Sijui kama unazishika hizo figa, nije nikuulize baadaye zimefika trilioni ngapi, usije ukafikiri itafika bilioni. Na huenda nitakwambia mniandikie hiyo trilioni nione unajua ina sifuri ngapi. Kwa hiyo kuonyesha kuwa fedha anazotoa Mheshimiwa Rais ni fedha kubwa sana, na ni figa ambazo hatujazoea kuzisikia kwa kweli. Tulikuwa tumezoea kutaja milioni, baadaye akaanza kutuzoesha ulimi miradi ya bilioni. Lakini sasa hivi tunaanza tena trilioni, tena ni kama jambo jipya hivi. Lakini ndio utashi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuendeleza nchi yetu, na sisi katika kuendeleza mkoa wa Dodoma na makao makuu ya nchi. Sasa hii ni miradi ya kimkakati, lakini tunafahamu pia katika ukamilishaji wa treni ya mwendokasi iko dhamira ya dhati ya kujenga bandari ya nchi kavu kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameelekeza, ya kufanya mizigo mikubwa sasa iletwe na treni ya mwendokasi, na Dodoma kuwa kitovu cha kushusha mizigo na kusambaza maeneo mengine ndani na nje ya nchi, ambapo hilo pia itakuwa na mapinduzi makubwa sana ya kiuchumi itakapoanza. Hii miradi nilikuwa naisema hapa ni miradi ya kimakao makuu, yani imejengwa kwa ajili ya kukidhi huduma za kimakao makuu. Lakini Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pia ametoa fedha nyingi kwa ajili ya kukidhi huduma za wananchi wa Dodoma, wakiwemo hao wageni wataokuwa wanakuja Dodoma, ambako kuna miradi ya huduma za afya, kuna miradi ya barabara, kuna miradi ya elimu, kuna miradi ya umeme kuimarisha, kuna umeme sijaisema hapa, kuna mradi wa umeme ambao pia una hadhi ya mradi wa kimkakati au mradi wa kitaifa. Kwa maana tumeona kuwa baada ya bwawa la Mwalimu Julius Nyerere kujengwa pale mkoa wa Pwani, umeme ule wa Tanzania wanasema mbona sasa hatuoni, mbona bado hatuoni faida huo umeme, mbona tumeambiwa mradi umekamilika, mbona unatoa umeme? Sababu kubwa ni moja, umeme uko sasa kwenye chanzo. Umeme ule unatakiwa utolewe pale kwenye bwawa la Nyerere, usambazwe kwenda mikoa mingine ambako kunahitaji umeme. Mikoa hiyo ni mikoa yote ya Tanzania, kama tulivyokuwa tunasikia kwa umeme huu utasambaa maeneo mengi. Lakini sasa njia ya kusambaza ule umeme bado ilikuwa haiko tayari. Kwa hiyo hivi tunaposema ndio tumejua sasa kwa kumbe tunaposema Dodoma ni kitovu fahari ya Tanzania, hata kwenye sekta ya umeme Dodoma ni kitovu cha usambazaji wa umeme. Pale kituo cha Zuzu cha kupozea umeme ni kituo kikubwa ambacho kinaunganika na nchi karibu yote ya Tanzania. Kuna njia ya kwenda Iringa ambayo itaenda Iringa, Mbeya na hata ivuke na Zambia huko. Lakini kuna njia ambayo inaenda Singida, Tabora, ivuke si na wapi. Lakini kuna njia inaenda huko Manyara kutokea pale kituo cha Zuzu. Sasa hivi kuna mradi mkubwa ambao pia umeanza, unaendelea pale wa kutoa umeme wa kutoa miundombinu ya kusambaza umeme kutoka kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere mpaka kituo cha Zuzu. Takriban zaidi ya bilioni 500 zinatumika kujenga mradi huo, ili baada ya hapo sasa Watanzania wengine waanze kufurahia na kufaidi matunda ya umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere kama ambavyo tunategemea. Kwa hiyo nao ni mradi wa kimkakati kwa kweli, umekuja Dodoma si kwa sababu ya wananchi wa Dodoma, ni kwa sababu ya maslahi mapana ya kitaifa wa Tanzania wote. Kwa hiyo nilikuwa nasema miradi sasa ambayo ni ya kawaida, ambayo ni kwa ajili ya huduma kwa wana Dodoma.
Tunayo miradi mingi katika sekta zote ambazo nimezitaja, ikiwemo sekta ya kilimo, elimu, afya, umeme, pia barabara, maji na nyingine. Mkuu, tubaki hapa kwenye maji. Moja ya changamoto ya mkoa wa Dodoma ni upatikanaji wa uhakika wa maji safi na salama. Imekuwa ni changamoto. Kuna baadhi ya maeneo upatikanaji wa maji ni changamoto. Mradi huu ukoje? Mradi wa kimaendeleo. Mradi ya maji iko mingi, na dhamira ya kuweka maji Dodoma na utashi wa Mheshimiwa Rais ni mkubwa sana. Kilichotokea ambacho tumekuwa tukisema sana kwa wana Dodoma, ni kweli sasa hivi wanaona hasa mjini tuna changamoto ya maji. Changamoto hii kwanza haijatokea na watu kukosa labda maarifa au utayari wa kufanya wana Dodoma wapate maji. Changamoto hii imetokana na kuwepo kwa makao makuu, ambao wote tunafahamu kuwa utashi wa kiongozi aliyekuwepo ni mzuri, lakini ulikuja kama ni ghafla. Kwa hiyo maji haya yaliyokuwepo kabla ya kuwa makao makuu yalikuwa yanatosheleza mpaka mwaka 2030 kwa wananchi waliokuwa wanategemewa kuwepo Dodoma kwa wakati huo na projection ya kukua kwao. Lakini kuja kwa makao makuu, tunafahamu peke yake hapa jiji la Dodoma watumishi wameongezeka 18,000. Ukisema kila mtumishi ana familia ya watu 4 au 5, au ni karibu watu 100,000. Baada ya watumishi, sasa hivi tunashuhudia kuhamia kwa watu wafanya biashara wapi, kila mtu anaona Dodoma ni fursa. Kwa hiyo huenda zaidi hata ya watu zaidi ya 100,000 au 1.5 wamehamia Dodoma, ambao hawakutarajia wala hawakuwa kwenye ile mipango ya awali ya maji. Hayo ndio yamepelekea sasa maji ghafla yakaonekana kumbe ile mipango iliyokuweko haitoshelezi mahitaji ya watu wa Dodoma jiji. Kwa hiyo naomba walifahamu na wajue kuwa baada ya kuona sasa kuna hiyo ya kuhamia makao makuu, mipango mbalimbali ya haraka ilianza kufanyika kuwezesha watu wa Dodoma jiji kupata maji. Moja ya mipango ni uchimbaji wa visima. Unajua Dodoma tunategemea chanzo kikubwa kimoja cha maji ni ile bonde la Mzakwe, linaitwa bonde la Wamiruvu, lakini ni eneo pale la Mzakwe ambalo ndio maji makubwa, 90% ya maji ya Dodoma jiji yanategemea lile bonde. Kwa hiyo ikaanza mipango mbalimbali ya kuona kwa tunapata maji mengi zaidi ya kuweza kusaidia wana Dodoma. Sasa tunafahamu pia Dodoma kuna aina ya maji ambayo lazima ukichimba uyaangalie ubora wake ndio uruhusu wananchi waweze kupata. Yako maeneo tunachimba maji ambako nakuta maji ni mazuri, yanaingia kwenye pool ya miundombinu ya kusambaza, yanasaidia wana Dodoma. Yako maji unachimba unakuta yana chumvi sana, hayawezi kuingia kwenye kutumika na binadamu. Pako mahali unachimba unakuta hana maji ya kutosha. Hayo yote tunakutana nayo katika harakati za kuhakikisha wana Dodoma wanapata maji. Lakini miradi ambayo imesaidia kwa haraka, na kulikuwa na miradi ya aina 3, miradi ya muda mfupi, wakati na muda mrefu. Katika hii miradi ya muda mfupi ililazimu kuanza kutafuta kuchimba visima vya haraka ili walau kuongeza wana Dodoma wanapata maji. Na ukisema kwa lugha ya jumla tu, eneo ambalo wana Dodoma wanapata maji hapa jiji ni 92%, kwa maana hayo maeneo yote yanafikika na maji. Ila sasa msambazo wa maji yenyewe ndio ni kidogo kutokana na kiasi cha maji kinachopatikana. Lakini 92% wote wanapata maji kwa njia ya mgao. Kwa hiyo kuna watu wanapata mara 2 kwa wiki, kuna watu wanapata mara 3 kwa wiki kutegemea na eneo na eneo. Hivi karibuni uchimbaji tulianza mtindo mpya. Maana mwanzo tulikuwa tunasema tuchimbe visima afu tuingize maji yaingie kwenye pool nzima afu yaanze kusambazwa kwa wana Dodoma wote. Baadaye tukasema tuende mipango ya muda mfupi zaidi. Tunaenda kwenye kata. Tukikuta kwenye kata hapa kuna dalili ya kuwa na maji mazuri na salama, yanachimbwa, kisima kinachimbwa, vinawekwa tanki na sambazwa kwa kata husika au kata 2. Tunatoka hapo tunaenda na kwenye eneo jingine. Tunafanya hivyo hivyo. Hii imetusaidia sana. Hivi ninavyoongea kuna baadhi ya maeneo sasa hivi tukiongea shida ya maji Dodoma jiji hawaelewi kwa sababu kata zao zimebahatika kupata maji. Lakini hao wanaobaki ina maana tukipunguza kata moja ikipata maji, yale maji waliokuwa wanasambaziwa yale yanatoka naenda kusaidia wananchi wengine, aidha kuongeza wingi wa mgao, lakini kwa sasa bado mgao unaendelea. Jambo tu ambalo watu wamekuwa wakilalamikia Dodoma kwenye maji, wengine wakisema siku zile wanazoambiwa ni mgao kwa sababu ameshakuwa na fashion ya kuweka madumu ukutani, akajua madumu yananitosha siku 3, baada ya siku 3 nitaletewa maji mengine. Kuna wakati kunakuwa na changamoto. Kwa mfano, umeme umeleta changamoto, maji yanasukumwa na umeme. Ni wazi kabisa ukitokea shida ya umeme hatuwezi kupata
maji. Miundombinu ya maji ikiharibika, una mashine imeharibika, hapo tayari kuna haribu ule mpango wa ugawaji wa maji. Lakini niwaombe wana Dodoma wawe na subira. Swala la maji Mheshimiwa Rais amelipokea kwa Dodoma kwa utashi mkubwa, ndio maana ameendelea kutoa fedha hizo kwa kiasi kikubwa. Lakini tunao mradi wa muda wa kati, tumekuwa tukiusema mara nyingi, ujenzi wa bwawa la Farukwa. Habari njema ni kwamba mipango ya ujenzi wa bwawa lile imekamilika, mkandarasi na vitu vingine, hatua za upembuzi yakinifu zimekamilika. Kwa hiyo tunategemea wakati wote bwawa lile sasa linaanza kujengwa, na lile ni mpango wa muda wa kati ambao utawezesha wana Dodoma kupata uhakika wa maji kwa takriban miaka 10 au zaidi. Wakati huo tumesikia matamko ya viongozi kuanzia Mheshimiwa Rais mwenyewe kwa tunao mpango wa kuvuta maji kutoka Ziwa Victoria. Kwa tunapoongea hapa kuna mpango huu wa muda mrefu ambao uko kwenye hatua mbalimbali za upembuzi yakinifu kwenye eneo la Singida kuja Dodoma kuhakikisha bwawa Ziwa la Victoria litaleta maji katika jiji la Dodoma, ambayo ile itakuwa ndio mwisho wa fitina ya maji kwa jiji la Dodoma. Kwa hiyo nafikiri tuwe na uvumilivu, lakini mipango ya maji inaendelea. Na hata sasa kama kuna mtu anajua kuna mahali, unajua sengine hawa wenyeji wanajua kwa hapa kuna historia ya kuwa na maji mengi, waseme tu mitambo ipo. Mheshimiwa Rais kanunua mitambo mingi, wanaenda wanajaribu kama yapo, ni neema. Hata wakipata mtaa mmoja kupunguza shida ya maji, kwetu ni hatua kubwa. Kwa hiyo hiyo ni upande wa maji kwa jiji la Dodoma, lakini tunafahamu kwa baadhi huko kwenye wilaya pia yako maeneo yanaendelea kupata maji. Kuna maeneo na 95%, kuna maeneo na 85% huko vijijini. Kwa hiyo safari ipo na inaendelea kwa utashi mkubwa. Lakini nisiongelee miradi mingine leo, itachukua muda mrefu kuondea kila sekta. Hapa kidogo tuangalie na kilimo, mkuu wa mkoa, maana juzi kati hapa nimekusikia unazungumza ukiwa unatoa konsani yako kuhusiana na ukame na njaa makao makuu ya nchi. Sasa kwenye swala lazima upande mzima wa kilimo, miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, makao makuu ya nchi yenye mambo makuu, fahari ya Tanzania, umetugusaje? Kwanza Dodoma 72% ya wananchi wake wanategemea kilimo. Kwa sisi kwetu ukiongea kilimo ni kama umeongea maisha ya wananchi wa Dodoma. Lakini pia nitoe shukrani kwa Mheshimiwa Rais wetu. Alimeichukua swala la kilimo kwa utashi wa pekee baada ya kuona kuwa asilimia kubwa pia hata ya Tanzania wanategemea kilimo. Kwa mkoa wetu wa Dodoma kwanza ametufungua na ametubadilisha kabisa mtazamo tuliokuwa nao. Tunazo lugha nyingi ambazo hadi sasa zinaendelea za kusema Dodoma ni kame, Dodoma ni nini. Hizo lugha zipo. Na ni kweli kwa maana ya maisha yetu ya kawaida Dodoma ni kame kwa sababu mvua za Dodoma zinanyesha kwa muda mfupi sana. Takriban siku 60 ikizidi 90 inakuwa neema ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mheshimiwa Rais amekuja kutuambia kilimo cha sasa si cha kutegemea mvua. Kilimo cha sasa ni cha umwagiliaji. Na umwagiliaji hauji unakuja kwa maji ambayo yanakuwa yamehifadhiwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameanza kutengeneza miradi mikubwa ambayo inahifadhi maji. Kwanza kwa kuchimba mabwawa makubwa, lakini pili kwa kuchimba visima vikubwa. Haya mabwawa makubwa ambayo yanapokea maji ya mvua na maji yale yanaanza kusambazwa kwa wananchi na yanaweza yakapeleka upatikanaji wa maji mashambani kwa mwaka mzima. Kwa Dodoma pia tumebahatika kwenye sekta hiyo. Tunayo miradi kama 5 mikubwa sasa hivi inaendelea na ujenzi kwenye hatua mbalimbali. Pale Mpwapwa, Msagali tuna mradi ambao unagharimu takriban milioni 27 ambao utamwagilia zaidi ya ekari 20,000. Unaendelea kwenye hatua za ujenzi. Tunao mradi pale Membe Chamwino ambao ule mradi utamwagilia takriban eka 8,000 ambao pia umegharimu zaidi ya bilioni 10 kujenga bwawa, bilioni 12 kujenga bwawa, lakini zaidi ya bilioni 9 kuweka miundombinu ya usambazaji. Lakini tuna mradi mkubwa sana pia uko pale Ndogoe ambao nao utamwagilia zaidi ya ekari 11,000 kukamilika, ambao pia uko kwenye hatua za ujenzi. Lakini tuna mradi Bahi pia ambao pia utaongeza, ni kwa kama ni ukarabati kidogo, ni bwawa la zamani lilikuwa sasa limejaa udongo na nini, utaweza kumwagilia zaidi ya ekari 600. Kwa hiyo ni maono mapya ya Mheshimiwa Rais ambao sisi tunasema Dodoma kame, lakini kumbe tukivuna yale maji, haya maeneo tunayosema mabwawa kamilika, wale watu watakuwa wanazungumzia tena Dodoma ni kame kwa sababu watakuwa na maji ya kumwagilia mwaka mzima. Lakini pia
kumeanza miradi mipya ya kuchimba visima vidogo vidogo. Haya mabwawa makubwa hayatafikia watu wengi, lakini pamoja na hayo niliyosema, yako mabwawa makubwa mengine 6 ambayo yanategemea kuanza kujenga eneo la Mpwapwa. Pale kunaenda kukidhi mambo matatu kwa wakati mmoja. Kwanza, mabwawa yale yatajengwa eneo ambalo yatakuwa ni kizuizi cha maporomoko ya maji ambayo yalikuwa yanamwagika na mengi na mvua kutoka milimani, yanaachwa na tafuta njia zake. Matokeo yake yalikuwa yanaharibu reli. Mnajua kila mwaka watu wa TRC walikuwa wanahangaika na reli ya kawaida tu, unakuta kuna reli imekatika si na nini kwa sababu ya maji mengi, lakini maji yale kumbe ni rasilimali muhimu watu kuivuna ili tuitumie kwa kazi nzuri ya kilimo, mifugo na vitu vingine. Kwa hiyo itasaidia uimara wa reli kutoingiliwa na maji na mafuriko. Yalikuwa kila mwaka kuna maeneo yanapata mafuriko, Mpwapwa na Kilosa kule, lakini maji ambayo yakizuiliwa hapa Mpwapwa, yakijengwa mabwawa, historia ya mafuriko itakuwa imefika mwisho. Kwa hiyo naona jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais ana utashi mkubwa wa namna hiyo. Lakini hivi ninavyosema, imeanza miradi midogo midogo ya kuchimba visima vya umwagiliaji. Kila wilaya sasa hivi ina kisima kimoja kupitia Wizara ya Kilimo, ambayo Dodoma tumeshaanza. Hapa Dodoma jiji tulizindua pale Chihanga, ambapo tayari kisima mkandarasi ameshaanza kazi, na kila wilaya watapewa visima 5 kwa kuanzia. Sasa miradi hii haigharimu sana, na sisi kama mkoa tumesema tuunge mkono jambo hilo. Kwa hiyo tumeelekeza kila halmashauri kuenda kuchimba visima vidogodogo vile havigharimu gharama kubwa, tukia milioni 20, 30 na cheza maeneo hayo. Wachimbe visima wafanya wana Dodoma, waache kusema Dodoma ni kame, ila tu wajue kwa tulikosa maarifa ya kuyahifadhi maji na kuyafanya yaje juu tuyatumie kwenye umwagiliaji. Kwa hiyo utaposema kilimo, tukitengua hiyo 72% ya Dodoma wakapata maji ya uhakika, Dodoma hapa tunaenda kulisha nchi na sisi tunaenda kulisha dunia kama Mheshimiwa Rais anavyosema, kwa sababu 72% ya Dodoma watakuwa na uhakika wa kulima mara 2 mara 3 kwa mwaka, watakuwa na uhakika wa kupata maji, watakuwa na uhakika wa kupata uchumi. Sasa niseme tu kwa kifupi kwa miradi hii yote imetufikirisha kuwa kama kuna hela, tulikuwa na hesabu zaidi ya trilioni 10 zimeingia katika mkoa wa Dodoma kupitia miradi ambayo Mheshimiwa Rais ameileta. Sisi tuna mambo mawili. Kwanza, inabadilishaje maisha ya wana Dodoma? Tunajua kwenye upande wa huduma ni moja kwa moja maisha yamebadilika, kwa sababu watoto wanaenda shule karibu, wanatibiwa karibu na nyingine. Lakini tuishie tu je kwenye huduma peke yake? Tumeona miradi hii ni fursa kubwa sana ya kiuchumi kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Ukisema SGR tumeshasema sana, watu 3000 wanaingia wanatoka kila siku. Wanafaidikaje wananchi wa Dodoma? Inakuja airport, watu wataingia toka nje ya nchi watatoka. Watafaidikaje wananchi wa Dodoma? Barabara ya mzunguko itapitisha watu nchi nzima kupitia hiyo barabara. Wana Dodoma watafaidikaje kwenye hayo magari yanayopita kwenye hiyo barabara? Bandari ya nchi kavu na vitu vingine. Zote zile sisi tunaziona ni pesa zaidi ya miradi. Kwa hiyo tumesema mwaka huu 2025 ni mwaka wa kuwaambia wana Dodoma, hebu jipatanishe na miradi ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, uone mambo mazuri yaliyoko huko ndani ya uchumi wako. Ukiwa unashangaa tu SGR utaiona tu ile inapita, utafurahi, inakimbia, basi utapita. Lakini ukiona SGR ni watu wenye hela waliojaa mle ndani na hela zile wanataka kuzitumia Dodoma, utaona kwa kumbe SGR ni utajiri. Kwa hiyo ndio tunachotaka sasa hivi wana Dodoma waende kufikiri kwa namna tofauti, kwa uwepo wa miradi hii kiuchumi unatufanyia nini sisi wananchi wa Dodoma. Mimi ninafaidikaje? Ninafurahi mimi kwa sababu kufaidika kwa miradi hii ni kuanzia ngazi ya chini mpaka ya juu. Kienda SGR pale Dr. kina mama kawaida kabisa, ameweka dishi lake, nafikiri mtaji wake hata ni 10,000 au 20, kajaza pale zabibu anaziuza. Jioni anakuambia nimepata 50,000 na faida 20,000 na 30, nimerudi nyumbani. Wale watu wamejua kuwa kumbe miradi hii ni fursa kwa wao kupata fedha, na natamani sasa mwaka 2025 ndio kazi tulionayo kwa wananchi sisi, kuwaambia hebu faidikeni na hii miradi na kuwaonyesha fursa na kupata hela kupitia miradi ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumekuja na vipaumbele 5 vya kiuchumi. Kipaumbele cha kwanza ni kilimo, kipaumbele cha pili ni utalii, kipaumbele cha 3 ni kuweka mji wa kimkakati. Dodoma tayari tunaunganika.
Kipaumbele cha 4 ni viwanda na ujenzi. Kipaumbele cha 5 ni madini. Hadithi zake ni ndefu. Naomba nipate siku nyingine nije niwasimulie wana Dodoma hizi fursa ili tuzidadavue na kila mtu ajue na kitu gani aamue kwenda kufanya ili apate uchumi. Lakini kwa siku ya leo nitumie fursa hii kuwapongeza wananchi wa Dodoma kwa kazi nzuri wanazoendelea kufanya katika mkoa wetu, kuendeleza swala la amani na utulivu wa mkoa wa Dodoma ambao ni tunu yetu ya kipekee. Kwa ukarimu wetu wa Dodoma kumefanya sasa hivi watu wanatamani kuja Dodoma, mikutano inakuja Dodoma, michezo inakuja Dodoma na kila kitu, kwa maana ya kuona Dodoma kuna uzuri wa kuishi Dodoma, kuanzia amani, ukarimu na kila kitu na fursa. Sasa nitoe wito kwa Dodoma kuchangamkia fursa hizo, kuendeleza hizo sifa tulizonazo, lakini na wao wawe sehemu ya kuchangamkia fursa hizo. Tusiwaache wakaja wageni peke yao wakaziona. Ndio maana tumesema sisi mwaka huu tuwaambie, ili wasije wakasema hatukujua. Kila mtu ajue ziko fursa. Kwa nini wageni wanakuja toka mikoa mingine? Kwa nini wageni wanatoka nje za nchi wanakuja Dodoma? Nao tunataka tuwaonyeshe fursa nini wana Dodoma ili wawe sehemu ya kufaidika nazo. Lakini tumeona taarifa ya hali ya hewa, wamesema kuna mvua, hizi siku 3 zitakuwa mvua nyingi. Basi wananchi waendelee kuchukua tahadhari mbalimbali. Lakini nimeona kuwa na Dodoma wategemea kilimo. Nimepita kwenye mawilaya, nimekuta mahindi mazuri sana yalikuwa yamelimwa. Kwa baadhi ya sehemu mahindi yale, hapa katikati kumekuwa na jua la muda mrefu, mahindi yale yameanza kukauka. Kwa baadhi ya sehemu mvua ilivyonyesha itakuwa imeyafufua upya. Lakini nitake kutoa wito maeneo ambayo mvua imeleta athari ilipopotea zile wiki 3, basi maeneo kama hayo niendelee kutoa wito waendelee kutumia fursa sasa ya mvua hizi, aidha kupanda mazao ya muda mfupi ili alau tuweze kupata chakula. Lakini nitoe pia tahadhari, tumesikia ndeto wa Wizara ya Afya wakisema kuna ugonjwa unaoitwa Mpox. Bahati nzuri ukiusikiliza kwa undani, si ugonjwa hatari kwa maana ya watu kufa, lakini ni ugonjwa hatari kwa maana ya kuambukizana na kukosa ile raha tu ya kuwa una mapele una nini. Kwa hiyo tuchukue tahadhari ya kutoambukiza, kwa maana tumesikia kuambukiza kwake bahati nzuri si hewa, lakini kugusana mtu na mtu na hivyo. Kwa hiyo tuendelee kuchukua tahadhari ya ugonjwa huo. Mwezi huu tuko mwezi wa Ramadhani wa kufunga, lakini mwezi wa Kwaresma nakuta makundi mengi ya wanadodoma yanaguswa aidha na mwezi wa Ramadhani aidha na Kwaresma. Kwa hiyo tutumie fursa hiyo pia kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kubariki nchi yetu, rais wetu, lakini tuombe mkoa wetu wa Dodoma uzidi kukua na kustawi. Unayo mambo makubwa na mengi sana, na Dodoma inakuwa saizi karibu huenda ni ya kwanza katika mikoa mingi inayokuwa kwa kasi. Basi Mungu aibariki Dodoma, lakini Mungu awabariki wana Dodoma wenyewe wapate ustawi na mafanikio makubwa. Ndugu zangu, ofisi ya mkuu wa mkoa iko wazi. Kazi yetu mojawapo kubwa ni kusikiliza kero za wananchi. Niwakaribishe wananchi wenye kero, na ziko namba za simu ambazo tumekuwa tukizitoa ili kuhakikisha watu hawapati usumbufu mkubwa. Wakuja ofisini, anapiga simu, anapata majibu ya kero yake, au anatuma message, anapata majibu, kero yake inashughulikiwa. Tutumie fursa hiyo. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatamani kuona wana Dodoma anakaa na furaha na amani wakati wote kama ilivyo makao makuu yenyewe. Kwa kama iliko changamoto, karibuni tuzitatue ili tuweze kukaa kwa furaha Dodoma. Nasema Dodoma faharia wa Tanzania, twende tukaifaharishe Dodoma. Niwatakie siku njema na Mungu awabariki sana. Sasa mkoa unaondoka, lakini mimi nilikuwa nataka nipate na wewe maoni yako kidogo hapa. Unajua tunachapa kazi makao makuu ya nchi. Huku Dodoma wenyewe nilikuwa kwenye kijiji kimoja nikawasikia wenyewe wanasema mama mehano kanyi. Nikataka nijue maana yake nini, nitatafuta mtu atafsirie baadaye. Sasa hivi tuna kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa mkoa, tupate naye maoni yako. Unasemaje kwenye kauli mbiu hii ya kazi na utu, tunasonga mbele? Na mimi naungana na wananchi wangu wote, tunaongea lugha moja. Wote mnasema mihano kanyi. Kama tunasema amefanya kazi kubwa hiyo, wewe unafikiri zawadi gani umpe? Hata tununue vitenge, hata tununue havitamtosha. Zawadi yake ni 5 tena. Hiyo ndio lugha. Tunasema mihano kanyi. Kazi na utu, tunasonga mbele. Kabisa. Ndio. Tunaomba Mwenyezi Mungu akuzidishie umri mrefu kwa sababu kazi unaifanya. Tunaiona Dodoma ile ambayo tunaitaka. Dodoma tulitakayo ndio hii ya Mama Samia. Mimi niwashukuru sana AFM kwa kazi nzuri mnaendelea kuifanya ya kuwafikishia na Dodoma habari na Watanzania kwa ujumla.
najua nikienda vijijini kuna wakati wananchi unakuta wanajua jambo, nauliza mlijuaje? Kama tumesikia redioni. Radio gani? FM. Tunashukuru sana na tunaendelea kuomba ushirikiano.